nimebakiza nasema wiki 2 au wiki 3. Lakini majuzi nilipata barua tarehe 11. Nilipata barua ya msimamizi wa uchaguzi Kinondoni akinitaarifu kwamba nimefungiwa siku 7. Sasa nilisema hili mapema kama ambavyo nimesema mwanzoni, kwa sababu msimamizi huyu wa Kinondoni Bwana Kaburunjuli ndio alihusika katika uchaguzi wa mwaka 2018 ambao kwa sababu ya uzembe wake kwenye eneo la mawakala basi tukampoteza Hakli kwa kupigwa risasi na kuuawa na polisi. Lakini pili, ikasababisha viongozi wa Chadema wote wa taifa na baadhi ya viongozi wa mabaraza na wajumbe wa kamati kuu wakawa na kesi ambayo kila mmoja anajua kilichotokea. Sasa kwa nini ninasema haya? Ninasema haya kwa sababu ninaamini kabisa kwamba kamati ya maadili iliyosimamiwa na msimamizi wa uchaguzi ambaye ni mkurugenzi wa manispaa ya Kinondoni haikutenda haki. Na kwa sababu hiyo vile baadaye leo nitapeleka Tume ya Taifa ya Uchaguzi rufaa kwa kamati ya kitaifa ya rufaa ya maadili ili iweze na yenyewe kupitia kwa kina nini kamati ya jimbo chini ya usimamizi wa uchaguzi imefanya na nini yenyewe kama kamati ya kitaifa itafanya ili masuala kama haya yasijirudie tena. Sasa kwa nini niliitwa kwenye kamati ya maadili? Chama cha Mapinduzi kiliandika barua ya malalamiko kikidai mambo kadhaa. Jambo la kwanza wanasema nilimtuhumu Askofu Gwajima ambaye ni mgombea mwenzangu jimbo la Kawe kwamba wanafanya matendo, nasema hivyo andika CCM, sema neno langu mimi, kwamba wanafanya matendo ya uzinzi, wanasema dhidi ya washirika wake. Hiyo ilikuwa tuhuma ya kwanza. Tuhuma ya pili kwa mujibu wa barua ya CCM, sasa hiyo ya kwanza inaenda sambamba na kwa maneno yao kwamba mnasema Gwajima anakula kondoo. Hiyo ni ya kwanza. Lakini ya pili ananituhumu mimi kufanya uchochezi wa kidini na kwamba mimi ninamchonganisha Askofu Gwajima pamoja na dini ya Kikatoliki na dini ya Kiislamu. Sasa mimi kama mtuhumiwa niliwajibika kujibu barua kwa msimamizi wa uchaguzi kwa sababu kupitia barua ya CCM ndipo msimamizi wa uchaguzi akaniandikia mimi tuhuma. Sasa tarehe 10 mwezi wa 10 mwaka 2020 nilimwandikia barua msimamizi wa uchaguzi ambayo ilikuwa inajibu tuhuma ambazo msimamizi wa uchaguzi aliniandikia akiwa kama mwenyekiti wa kamati ya maadili ya jimbo. Walinitaka nithibitishe tuhuma ambazo CCM wamenituhumu. Sasa na mimi vile vile nikajibu hoja katika muktadha ufuatao. La kwanza, kwa mujibu wa maadili, kwa mujibu wa kitabu hiki hapa,
Mdhabiti hapa. Kuna muda mahususi ambao unatakiwa kama kuna maadili yamevunjwa, anayelalamika aende akalalamike ndani ya muda huo. Sasa maadili haya yanasema yeyote ambaye anahisi upande mmoja umemvunjia makatazo yanayokatazwa humu, anatakiwa ndani ya masaa 72 aende akatoe malalamiko kwa kamati ya maadili. Sasa Chama cha Mapinduzi kiliwasilisha ushahidi wa video ambao wamedai kwamba ni video ambayo hiyo siku nilitamka haya maneno ambayo wanamtuhumu. Lakini mimi kama mtuhumiwa, baada ya kuangalia hiyo video, nikagundua ni video ya siku nyingi, sio hiyo tarehe ambayo CCM wameiandika kwenye malalamiko yao kwamba ni tarehe 5 mwezi wa 10 mwaka 2020. Sasa CCM walidanganya kwa makusudi kwa kuchukua video tofauti, wakaangalia ratiba ambayo tumepanga kwenye jimbo pale ama kwenye manispaa, ratiba jimbo ya uchaguzi, kwa wakachukua tarehe ambayo iweze kutimiza masaa 72 ya makato ya kisheria, lakini ushahidi waliotumia ni ushahidi wa tarehe za zamani sana ambazo ukiangalia kisheria ipo nje ya masaa 72. Sasa ukomo wa muda, kama msikiliza vizuri na mnielewe, ukomo wa muda kisheria ni takwa muhimu sana la kuamua kama kamati ya maadili ina mamlaka ya kusikiliza shauri ama haina mamlaka ya kusikiliza shauri. Sasa mimi nikaitaka kamati ya maadili ya Kinondoni kwamba ijiridhishe kwanza kwamba je, ushahidi wa msingi ambao CCM wameupeleka unafaa ndani ya masaa 72 yanayotakiwa na maadili ama la. Hakikusanyika hivyo. Na bahati mbaya kabisa, na iko wazi, eneo ambalo wamesema nilifanya mkutano siku hiyo tarehe 5 na sikufanya mkutano siku hiyo, na video ambayo imeonyeshwa kama ushahidi wa eneo ambalo nimefanya mkutano siku hiyo ni maeneo mawili tofauti, na hata ukienda kuona physically havirandani. Sasa hiyo ni eneo la kwanza ambao tulilijibu tukitarajia msimamizi wa uchaguzi anatakiwa awe neutral, na maadili ama hao maadili yanampa mamlaka kabla hajafanya uamuzi wowote kwenda kufanya uchunguzi. Nilifikiria common sense ingemtuma kwamba ameletea video, amepewa tarehe na ameomba adhabu ambayo ni kubwa sana kama mgombea, kabla hajafanya maamuzi mazito aende physical kwenye ile eneo na ajiridhishe. Lakini pili, tuna mamlaka za serikali mpaka kwenye ngazi za mitaa na vitongoji. Akili ya kawaida ilitarajia kama hoja ya utetezi imeeleza kwamba hii eneo sio, kamati yako imedanganywa kwa makusudi, angeenda kwenye mamlaka za serikali za ngazi ya mtaa kujiridhisha, lakini hakufanya hivyo, akaamua. Sasa hilo la kwanza mimi nadhani muhimu sana nizungumze, na nimelikatia rufaa tume kueleza kabisa takwa muhimu la ukomo wa muda limepuuzwa kwa makusudi na msimamizi wa uchaguzi. Hilo la kwanza. La pili, kwa la kwanza wangeliangalia, manake tusingeenda huku tuwapeleka, kwa sababu jambo lingekuwa limetutiliwa mbali. La pili sasa, ambayo ndio hoja za CCM, kwamba Gwajima anakula kondoo na kwamba yeye anamtuhumu mimi, sasa sio wewe, kwamba anamchonganisha na dini zingine. Tuliwasilisha ushahidi. Sasa CCM waliwasilisha ushahidi wakisema mimi ninazungumza wa video, ukapokelewa. Hauna hayo mambo ambayo nimeeleza hapo awali. Sisi tukawasilisha ushahidi mosi wa kusema
Kwa nini sio mimi niliyosema, ila watu wengi hata Harmonize na nani Elimba kwamba Gwajima anakula kondoo? Yaani hiyo sio jipi. Yaani kila mtu anazungumza mtaani, sio jipi. Tuwasilisha ushahidi huo. Na mimi najua na nyinyi mnajua ushahidi pia yaani kwa namna anapotafuna kondoo. Tuwasilisha wewe kwanza. La pili tuwasilisha ushahidi vile vile wa waumini wake na ambao Gwajima hajaukanusha popote kwamba chini ya madhabahu kuna vyumba kama 9 ambavyo hivyo vyumba Gwajima huwa anavitumia kutafuna kondoo. Ushahidi upo wa muumini wa Gwajima anazungumza na Gwajima hajakanusha. Lakini 3, swala la uchochezi wa kidini. Ushahidi ambao wameuleta CCM kunihusu mimi, hakuna mahali popote mimi kwa matamshi yangu nimemchonganisha Gwajima na dini yote hiyo. Hakuna popote. Sababu mimi sio muumini wa kuchonganisha watu kiimani. Na mimi sio muumini wa kutafuta kura kwa kutafuta huruma ya imani fulani. Lakini sisi kitu ambacho tulipeleka kama ushahidi ili kamati ya maadili iangalie na kujipima na kujitathmini ni kauli mbalimbali za Gwajima yeye mwenyewe akikashifu dini ya Kiislamu, akikashifu kiongozi wa dini ya Katoliki, anakuwa kiongozi wa dini ya Katoliki, akisema yeye mwenyewe ana matamanio ya kuhakikisha misikiti yote imegeuka Sunday schools. Tumepeleka huo ushahidi kwa kuonyesha kimsingi mchochezi wa kidini sio mimi, ila mchochezi wa kidini ni Gwajima mwenyewe. Sasa kwa bahati mbaya sana kwa taarifa ambazo nimezipata mimi kupitia mwakilishi wetu, sababu ni mimi mkolewa vile vile, kamati za maadili zinaundwa na wawakilishi kutoka kwenye vyama vya siasa vinavyoshiriki uchaguzi katika jimbo husika. Ni kwa bahati mbaya sana, wakati kamati ya maadili ikiongozwa na msimamizi wa uchaguzi ambaye ni mkurugenzi wa manispaa Kinondoni ilikubali kuangalia video za CCM ambazo amenituhumu mimi kwamba nimemvunjia maadili Gwajima, lakini kamati hiyo ya maadili ikagoma kabisa kuangalia ushahidi wangu wa video ambao nimeipelekea ili kuonyesha kwa namna gani hizi tuhuma ambazo wanazitoa dhidi yangu mimi sio za kweli. Na hata kama kuna kitu kimesemwa ni kitu ambacho Gwajima hajazushiwa, ni kitu ambacho amekifanya kweli. Kuna tofauti kati ya kuzushiwa, yaani kuna tofauti kati ya fact na vitu ambavyo sio vya kweli vya kuzusha. Sasa Gwajima asione aibu kuambia anakula kondoo wakati anakula kondoo. Unajua ukipanda mabua lazima ukubali kuvuna nini? Mabua. Kwa hiyo ni hoja ya pili. Sasa ushahidi haukusikilizwa kabisa. Sasa kwa nini nimekata rufaa? Nimekata rufaa tu. Nimekata rufaa tu kwa sababu kadhaa. La kwanza ni hoja ambayo nimeizungumza, ambayo ni muhimu sana kimaadili, ya ukomo wa muda haikufanywa kazi. Lakini la pili, hoja ambayo nimezungumza, kamati imefanya uamuzi bila kunisikiliza, kwa sababu nikipeleka utetezi